Tunatambua kwamba kila mwaka wapo watu wengi wanafanya vizuri, lakini kwa mujibu wa video ile namba 37 inataka watu waliofanya vizuri zaidi, na mifumo iliyotumika ni kupita kwenye kila kitengo. Vizuri zaidi kwa namna gani? Kutenda kwa kuzingatia sheria, kutenda kwa weledi, kutenda kwa uaminifu, kutenda kwa uadilifu, kutenda kwa ujasiri, kutenda kwa zaidi ya kawaida lakini kwa kuzingatia sheria. Unaweza ukatenda sana lakini ukawa kuzingatia sheria, na unaweza ukatenda sana ukawa huna weledi, unachanganya mambo ya kulia unaweka kushoto, ya kushoto unaweka kulia. Wale watu wa investigation unaweza kukusanya mavielelezo mengi lakini yanahusiana na jambo ambalo unashughulika nalo. Hivyo vielelezo viko relevant, vinahusiana na jambo ambalo unalichunguza, ni mfano. Kwa hiyo tukizunguka pale, kwa maana ya kuziangalia kamisheni zote, basi tunatafuta watu ambao wamefanya zaidi ya kawaida, zaidi ya kawaida, halafu tunatoa zawadi za kuwatambua, na hii anayeitoa ni mkuu wa jeshi la polisi nchini, afande IGP Khamis Wambura, ambaye sisi huku kwenye himaya tunamwakilisha. Kwa hiyo tumetoa zawadi hizi na kutambua watu hawa kwa niaba ya afande mkuu wa jeshi la polisi nchini, ambaye ni afande Inspector General wa polisi Khamis Wambura. Tumetoa zawadi, hatukueleza mambo kwa kina, nani amefanya nini, lakini kwenye zawadi zile wapo watu ambao wamefanya vizuri, wametekeleza majukumu yao kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu. Wametekeleza majukumu yao kwa kuzingatia misingi ya haki za kibinadamu. Wamekamata watuhumiwa, wamepeleleza kwa weledi, wamekusanya ushahidi, wamewapa wadhamana watuhumiwa, wala hawana wasiwasi, wanajua mashauri yao yataendelea. Watuhumiwa wamekwenda nao na kuhakikisha ushahidi unatolewa mahakamani mpaka watuhumiwa wanapatikana na hatia kwa kutumia silaha za kisheria. Proceedings in a due course of conducting their duties, wamefuata utaratibu mpaka watu wamepatikana na hatia. Wala hakasiriki kumwona mtu amepata bail au amepata dhamana. Tutakutana mpaka tuone mwisho wa kesi hii. Wapo watu wamefanya hivyo, na hao pia tumewapa zawadi. Na hili tulilisisitiza, na nilisisitiza kupitia kwa maafisa wenzangu kwamba sitegemei nione mtu anaitwa kwamba sifa na zawadi, halafu anakuja mtu mbele, halafu watu wanaguna kwamba kwa sifa zipi, kwa kitu gani, kwamba akiitwa mtu sifa na zawadi, kila mtu moyoni mwake anasema ni sahihi, ni kweli. Kwa hiyo kwa sababu hamkuguna wala sikuona mtu anayesita kwa wale waliokuwa wanapita pale mbele, naamini mmekubaliana. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwapongeza. Lakini ukiachana na hilo, mimi nitumie fursa hii kuwapongeza sana maofisa na askari wote. Bado tunazo kumbukumbu tumetoka wapi, lakini na mambo mengine mengi ambayo yameendelea. Napenda kuwataarifu kwamba bado tunalo jukumu la kikatiba na sheria kuhakikisha kwamba wananchi wa Dar es Salaam wanaendelea kuwa salama, hawakumbwi na matishio yoyote ya kiusalama, na sisi jukumu letu kisheria limewekwa kwetu. Kwa hiyo tuangalie upya mifumo ya utendaji wetu kuanzia kwenye kamisheni zote tulizozitaja. Tunalo jukumu la kujipanga upya vizuri, tukibaini mapema matishio ya kiusalama na kuyashughulikia haraka kwa mujibu wa sheria za nchi. Nchi hii inaongozwa kwa kufuata mfumo wa utawala wa sheria, yani rule of law. Bunge letu limekwisha tunga sheria
ambazo tayari sisi jukumu letu ni kuzisimamia, kuhakikisha zinatekelezeka. Ni lazima watu wafuate sheria, ni lazima watu wafuate sheria. Hawezi kuamka mtu asubuhi na akafikiri anaweza kutenda anavyotaka yeye. Pamoja na article ya constitution ya freedom of opinion, kuja na mawazo, freedom of movements, kwenda popote anapotaka, lakini bado ziko limitations. Article hizo za kikatiba zinakueleza una haki ya kufanya jambo hili kwa mkono wa kulia, lakini mkono wa kushoto unakupa limitations kwamba utakachokifanya chochote pamoja na haki hizo za kikatiba lazima kizingatie misingi ya kisheria.